Hello traders, ni FX Jesus. Nipende kukaribisha katika YouTube channel yangu. Kama wewe ndo kwanza unaanza kujifunza forex, hasa nipende kukaribisha wewe, kwa sababu hata mimi pia ndo mwanzo kabisa wa safari hii ya forex. Nimeanza kujifunza forex na niko katika mwendelezo mzuri kabisa. Kwa hiyo kama wewe ndo unaanza, wala usijikatie tamaa, wala usione umechelewa, kwa sababu hata mimi pia ndo niko katika safari za mwanzo kabisa katika kujifunza forex, japokuwa nina hatua kidogo. Nimebahatika kupata maarifa ambayo ni ya price action analysis strategy. Kwa hiyo yananisaidia kwa hapa na pale. Kwa hiyo nipende kukualika, kama wewe ndo mwanzo kabisa unaanza forex trader, jaribu kusubscribe hapo chini, comment, then tuweze kupeana maarifa haya na kuweza kushare hiki baada ya kile hiki baada ya kile kingine. Na wewe kama pia wewe ni mzoefu katika hii industry, pia unaweza ukahusika hata katika kunishauri, ukahusika hata katika namna ya kuniongezea chochote ulicho nacho, alafu then tukakishare kwa pamoja, then tukaona tunasaidiana vipi. Kwa hiyo nipende kukaribisha, like hapo chini, subscribe, comment, share. Traders, kama jinsi ambavyo unaweza ukaona, leo niliweza kupata entry katika pair ya AUD JPY, lakini pia katika pair ya AUD CHF. Kama jinsi ambavyo unaweza ukaona hapa, hii ni real account na niko katika profit. Kama jinsi ambavyo unaweza ukaona, ni real account na nimehold position kwa sababu mimi ni swing trader. Na kitu ambacho nataka niweze kuambia hapa, katika trade za nyuma nilizokuwa nimezichukua, kuna baadhi ya trade niliweza kuliski. Niliweza kama kuchoma account, maana nilideposit kama $15, na katika hizo $15 unaweza ukaona hizi ni history ambazo nilikuwa nimezifungua katika wiki hizo zilizoisha. Kiukweli nilifika mahali nikawa nimechoma account, lakini hivi ni vitu vya kawaida, kabisa. Kama wewe trader, kuna baadhi una win, kuna siku baadhi uta lose, lakini kama jinsi unavyoweza kuona hapa, nimepunguza baadhi ya loss. Kwa hiyo nina nusu hasara mpaka sasa hivi. Kuna hiyo dola ngapi ambayo nimeshaitengeneza. Kwa hiyo niko ndani tu ya maumivu, lakini japo nimeyapunguza kwa sehemu. Kwa hiyo unaweza ukaona mpaka sasa hivi jinsi ambavyo nina hold hizi position. Ni AUD CHF, lakini pia AUD JPY. Ngoja nikuonyeshe namna nilivyochukua hizi trade katika chart hapa. Kama jinsi ambavyo unaweza ukaona namna ambavyo trend line nilizichora. Hii structure hii ni descending channel. Yaani structure ikiwa inashuka namna hii, alafu ukapata point za kuweka trend line, hiyo inakuwa ni descending channel. Na structure ikiwa inapanda tuseme kwa design ikiwa inapanda labda tuseme kama hivi, unaweza ukaona labda mfano structure inaweza kuwa inapanda namna hii. Ikiwa inapanda katika hizi position, hii tunasema ni ascending channel. Yaani channel ni ina ascend. Unatakiwa unaweka trend line zako juu ya wicks namna hii. Kwa hiyo structure ikiwa inapanda katika namna hii, ikiwa imepanda hivi, hii tunaita ni ascending channel, na ikiwa imeshuka hivi, hii tunaita ni descending channel. Kwa hiyo wakati nafanya analysis niliweza kuona structure, namna ambavyo price imetengeneza structure
imetengeneza structure katika mfumo wa descending channel, lakini pia unaweza ukaona ilikuwa ni descending within the descending. Kuna ka descending kingine hapa kandani, kwa hiyo tunaita ni descending within the descending. Lakini pia haikuishia hapo, ikatupa powerful flag. Umeona hii hapa ikatupa powerful flag, ikiwa ni signal kwamba ina push kwenda juu. Umeona, ikiwa ni signal kwamba ina push kwenda juu. Sasa hiyo $6 mimi niliingilia hapa. Hiyo $6 nilioitengeneza niliingia hapa, umeona, na nikatokea hili eneo. Kwa sababu ni akaunti ndogo, niliona tu nifunge hapa, lakini bado still structure ilikuwa iko bullish. Umeona, niliweza tu kuhold hivyo, kuweka tahadhari, kwa sababu ni akaunti ndogo, najaribu namna ya kuikuza. Kwa hiyo tunachukua tahadhari za hapa na pale mpaka tunapofikia target. Umeona, mpaka tunapofikia target, kwa sababu hakuna anayeweza kulicontrol soko. Soko ulicontrol, hauwezi ukalicontrol soko. Yaani tunafanya kulingana na soko linavyotaka, na soko halifanyi kulingana na sisi tunavyotaka. Kwa hiyo hivyo, pair nyingine ni hii, kama ambavyo unaweza ukaona ni AUD CHF, na yenyewe pia kwenye 1 hour time frame, na yenyewe pia ilikuwa ni descending. Hizi mara nyingi unakuta zinatembea kwa kushabihiana, yaani mijongeo yake ni kama zinafanana, AUD to AUD. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa hazitofautiani sana. Trading view hazitofautiani sana na ile AUD na ile pair nyingine AUD JPY. Umeona, ni vile vile kule ilikuwa ni descending within the descending, lakini hapo unaweza ukaona ni descending. Umeona, price ikavunja hii trend line, alafu ikapush kuja chini kulitesti, then iende juu. Umeona, sasa hapa ilichokifanya, ilivovunja hii trend line hapa ili kulitesti, ngoja ni zoom ili uweze kuona vizuri. Ni zoom ili uweze kuona vizuri hapo, na penyewe ilitupa kitu kama flag. Unaona hapo ilitupa kitu kama flag, ikiwa ni signal kabisa kwamba hii ina push kwenda juu. Unaweza ukaona flag ambayo naitafuta ni kuonyeshe ni hii hapa. Unaona, ilitupa hii flag. Unaona, ikiwa ni signal ya kwamba price sasa inajiandaa ili ipush kwenda juu. Kwa hiyo hizi ni trade ambazo bado niko ninazihold, na naamini kabisa zitafika katika target, maana ziko powerful. Basi tu labda kama itatokea, maana kama nilivyotoka kusema hatu control market, chochote kinaweza kikatokea, lakini tunatumaini kwamba itahit target mpaka huku juu. Umeona, kwa hiyo kama we ni mgeni, kama na wewe unaanza kujifunza kama mimi, nikutie moyo, nikukaribishe katika hii channel yangu, uzidi kunifuatilia kila ninapoposti. Na kama wewe ni mzoefu pia katika hili game, pia unaweza ukasubscribe hapo chini, alafu then tukawa tunashauriana kimoja baada ya kingine, kwa sababu tupo kwa ajili ya kutegemeana. Kama jinsi ambavyo umeweza kuona pair ambazo nimezichukua katika siku ya leo ya Jumatatu, ndo hizo mbili ambazo mpaka sasa hivi ziko katika profit, na niko ninazihold, kwa maana obvious position niliyoichagua ni swing, ni kuwa swing. Kwa hiyo nina swing kwa sababu kila position inayojitokeza katika market niweze kuendana nayo. Mimi mara nyingi sifanye scalping. Lakini ikitokea, kwa sababu account ni ndogo na tunaweza namna gani ya kuikuza iwe kubwa, tuna scalp, lakini sina hobby sana na scalping. Sasa nipende kukualika wewe ambaye
kwanza ndo najifunza kama mimi, na uko katika safari ambayo ndo niko nao mimi. Kama jinsi unavyoweza ukaona, sina muda mrefu sana katika hii industry, sina muda mrefu sana, lakini unaweza ukaona namna ambavyo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinanisaidia kiukweli, vinanisaidia katika kumake profit kadhaa, lakini pia japo mistake ninazo, lakini ndo hivyo sasa, ni katika kujifunza, na ili kusudi uweze kuwa bora zaidi, hatuwezi tukaogopa riski. Kwa hiyo nipende kukaribisha wewe ambaye na wewe ndo unaanza kama mimi, subscribe hapo chini, comment hapo chini, tupeane ushauri, tupeane maarifa madogo tulionayo, afu then tuweze kuona tunapush vipi katika ile eneo. Welcome.